Migogoro imeanza mapema sana. Tulitamani vitu kama hivi hapa tuvisahau kwa sababu tunaenda kuanza maisha mapya kwenye klabu yetu ya Simba Sport Club. Hili unalizungumziaje kwa uchache tu? Kwanza sakata la migogoro, nadhani jana bodi imekaa na wameshakubaliana kwamba yale mambo yote yaliyofanyika Jumapili. Kwanza katika mechi za kimataifa, bahati nzuri Simba tunaanza round ya kwanza hapa. Ina maana ni knockout game. Knockout game zina uchezaji wake tofauti na kwenye makundi. Kwenye makundi tunatafuta pointi. Kwenye knockout game tunatafuta mtu tumtoe. Knockout game kocha tuliokuwa naye ametuonyesha. Kwa hiyo Dumbia tunamweka pale kutokana na mifumo tutakokuwa nayo, kwamba tunacheza na mpinzani wa aina gani. Huyu mpinzani tunacheza naye tumpelekee booster ipi? Tumpelekee booster ya mshambuliaji kivuli au tumpelekee booster ya mshambuliaji aliyekuwepo? Kwa hiyo siwezi kutoa fati moja kwa moja kwa sababu wanaitarajia zaidi aonyeshe ile impact ya haraka. Tuende technical. Hili unalizungumziaje pia na unatamani nini kifanyike haswa B20? Unajua mpira sasa hivi ni mpira wa modern football. Mpira wa modern football umegawanyika. Kuna mpira wa kutegemea natural striker na kuna mpira wa kutegemea forced striker. Kwa hiyo tuliokuwa naye Dumbia sasa hivi ni mtu ambaye anakaa katika position. Real Madrid walimchukua Hazard wa Chelsea. Yuko kwenye moto lakini alienda kule, baadaye walimvumilia, Hazard akaonyesha. Sasa wewe mwana Simba unapata wapi kigugumizi cha kuingia mtihani wa kumsema vibaya Ibrahim Dumbia? Tumemchukua South Africa ambaye winga yetu tunaye sasa vile dogo anajua mpira. Kwa sababu gani anajua mpira? Kwanza mali anaiomba. Alafu mali akiomba ogope mabeki, anaingia kati. Kwa hiyo Simba tuliokuwa nayo tutakuuliza, unahitaji Simba ya mpanzu aura au unahitaji Simba ya libasi againa Makelezi? Pili, yuko vizuri kifizikali. Ina maana Dumbia anacheza kwenye 70 mpaka 75 80, hizo ni kilo. Ina maana akikupa paja lake amekupa kitu. Kwa hiyo ni lazima hivi vibeki vya kina Dickson Job hivi vifupi ambavyo vinamfikia hapa, hivi havina kazi. Ina maana yeye ikija ngome ineka pale. Kwa hiyo dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Biz. Mwana michezo wa Hot Biz TV, karibu sana, na leo hii ni siku nyingine, lakini hapa tunapotazamana sasa hivi tupo Kariakoo, tupo Karume, Dar es Salaam, na tumetembelea kwenye tawi la Simba Sport Club ambalo liliopo hapa Karume. JB 64 anapatikana hapa, lakini kwa sasa yuko kwenye shughuli mbalimbali za club. Niko na ndugu yangu hapa ambaye pia ni mwanamichezo anayefahamika kwa jina la B20 B20, naye tunataka tuzungumze naye yale ya kimichezo. Habari za leo? Habari za leo ni nzuri ndugu mwandishi, vipi? Mimi namshukuru Mungu, sijui za kwenu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tuko katika wiki takatifu. Kwa nini tunaita wiki takatifu? Ni wiki ya Simba Day. Kuanzia Agosti 1 mpaka Agosti 8 ni siku ambayo wana Simba tunatakiwa turudishe kwa jamii. Wana Simba tunatakiwa nguvu moja ionekane. Wana Simba tunatakiwa wote tuwe na kauli moja. Na mbaya zaidi au nzuri zaidi, ndani ya mwezi wa 8 huu tumeletewa katika mechi ya dabi, yani ngao inafunguliwa ndani ya mwezi wa 8. Kwa hiyo kama wana Simba tulivyo pamoja, tunatakiwa ile nguvu moja isimame kwa mashabiki, isimame kwa viongozi, isimame kwa wanachama. Kwa hiyo jana tulianza zoezi letu zuri la katika kutoa damu kuelekea wiki ya Simba, na leo zoezi linaendelea, na Mungu akijalia tarehe 6 tutakuwa na dua yetu ya mwisho. Tarehe 7 tutalalia mkesha wetu wa Simba Day. Tarehe 8 tunakwenda katika uwanja wetu wa Simba Day. Hapa mimi kama mwanachama ninahimiza sana wana Simba kwamba ili Simba Day ifane, ili Simba Day inufaike, ni siku ya mtoko. Na siku ya mtoko hiyo tunafanyaje? Inabidi tuende tujitokeze kwa wingi kwenye kuzichukua jezi za Mwamba Jairut. Kwa nini tunamuita Mwamba Jairut? Ametuonyesha mambo mawili katika misimu hii miwili tofauti. Msimu uliopita tuliskani tukaingia na jezi bora. Nadhani Simba Day haijawahi kufana kama Simba Day ya msimu uliopita. Na msimu wa safari hii tunataka tuifanye Simba Day ya zaidi ya msimu uliopita. Kwa hiyo kama wewe mwana Simba uko mkoani, basi andaa kichinjio chako, andaa jezi yako. Tarehe 8 tukutane uwanja wa Uhuru. Na wewe uliokuwa Dar es Salaam itakuwa ni dhambi kubwa sana. Yaani tarehe 8 kama utashindwa kuelekea wapi? Kuelekea uwanja wa Uhuru. Kwa sababu
Hii ndio sikukuu yetu, na wacha sikukuu yetu. Mwenyezi Mungu ametupa neema vijana wa sasa hivi wa muda huu. Kwa nini ametupa neema? Tumeiona siku 90 au tumepata miaka 90 ya uanzisho wa nini? Wa uanzisho wa Simba. Wapo ambao walikuwa wakililia ndani tamati kama hii, lakini wewe kijana wa Simba, wewe kijana ulikuwepo Dar es Salaam, umeipata hii fursa ya kuja kuhadisia kwamba mimi nilikaa na timu yangu ya Simba ndani ya miaka 90. Miaka 90 si mchezo, hiyo ni milongo isopungua 9. Ni milongo isopungua 9 ukipeleka kwenye 10. Lakini sisi nini? Tuko hapo. Kwa hiyo kuelekea Simba Day tuwe sehemu moja. Mambo yote yatakayozushwa ya pembeni tunatakiwa tuyafunike kama viongozi wetu walivyofunika, kwa sababu tumeona jana kikao kimekaliwa cha bodi, kimetoka na azima moja. Kuanzia sasa hivi wana Simba wote kauli yetu iwe moja, tunafunika mambo yote. Sisi tunaangalia Simba Day, tunaangalia ngao ya hisani, tunaangalia usajili wetu, tunaangalia uanzilishaji wa ligi mechi yetu ya kwanza. Hii ndiyo Simba, kwa sababu huu msimu tulokuwa nao hatuna cha kupoteza. Tumeweka vitu vyote safi. Kama sio Simba wasingeleta VAR, lakini kwa ajili ya Simba wenyewe sasa hivi wametuambia nini? Video assistance itakuwepo katika ligi ijayo. Kwa mujibu huo sasa, mbona mapema tu raundi ya kwanza Ibrahim Dumbia anapiga goli zake 14, alafu tunawaambia wako wapi wale waliosema kwamba huyu ana chochote? Kwa sababu kufunga ni talent, kufunga ni uwezo. Namba za Ibrahim zimetuonyesha wakati yuko Mali. Mali ni nchi kubwa. Mali katika soka la Afrika inajulikana, na yeye amekuwa kule ndio mfungaji bora. Unakuja hapa unawaona mechi 2 mpaka mechi 3 unatoa lawama kwa Dumbia. Sasa Dumbia ni bonge la striker. Kwa nini tunazungumza bonge la striker? Wapo watu wanacheza mechi zaidi ya 7 mpaka 8, lakini hawafanyaje? Hawafungi. Mfano mzuri tunao tu. Torres ameondoka Liverpool akiwa mchezaji mmoja mzuri sana. Amecheza mechi 7 ndani ya Chelsea. Tena mbaya zaidi, Chelsea ilicheza na Manchester. Sio Torres na golikipa, Torres na goli na alikosa. Lakini kwa kuwa yeye alijulikana ni namba 9, watu walimvumilia na kweli alikuja alifanyaje? Alikuja akaonyesha. Real Madrid walimchukua Hazard wa Chelsea. Yuko kwenye moto, lakini alienda kule, baadaye walimvumilia, Hazard akaonyesha. Sasa wewe mwana Simba unapata wapi kigugumizi cha kuingia mtihani wa kumsema vibaya Ibrahim Dumbia? Ibrahim Dumbia ametuonyesha mpaka leo hapa amecheza mechi zilizopungua 4, ana goli 2. Huyu mchezaji ana wastani kila baada ya goli 2 anafanyaje? Anakupa goli. Na katika hizo mechi 4 hajacheza dakika 90. Dumbia alikuwa anaingia dakika 70, dakika 60, lakini anakupa kitu. Kwa hiyo sisi hatuongei, ila miguu ya Dumbia na kichwa cha Dumbia kitaongea, bila kumsahau Makalista. Hii ndiyo winga. Konde Boy amerudi. Kwa hiyo ile Simba yetu ya msikiti umeuzwa imerudi tena. Makalista huyu wa Liverpool au? Makalista huyu tulomchukua juzi hapa kutoka tunamchukua South Africa, ambaye winga yetu tunaye sasa. Vile dogo anajua mpira. Kwa sababu gani anajua mpira? Kwanza Mali anaiomba. Alafu Mali akiomba ogope mabeki, anaingia kati. Kwa hiyo Simba tuliokuwa nayo tutakuuliza, unahitaji Simba ya Mpanzu, Aura, au unahitaji Simba ya Libasi Againa Makelest? Jibu liko kwako. Sawa sawa, umezungumza vitu vingi sana, na mimi pia nahitaji nifahamu vitu vingi sana kuhusiana na michezo, lakini kwa kuwa kwenye mazungumzo yako umezungumza na kumgusia striker la magoli Ibrahim Dumbia, wengi wanambeza na kuonekana ni striker ambaye kama hatokidhi vigezo. Ukiachilia mbali hilo, sehemu ambayo Watanzania ama wana michezo wa hapa nyumbani tumekosa imani ama tunakosa ile subira kwa mchezaji mgeni ambaye anapokuja kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya club. Issue ambayo wanaitarajia zaidi aonyeshe ile impact ya haraka, tuende technical. Hili unalizungumziaje pia, na unatamani nini kifanyike haswa B20? Unajua mpira sasa hivi ni mpira wa modern football. Mpira wa modern football umegawanyika. Kuna mpira wa kutegemea natural striker na kuna mpira wa kutegemea forced striker. Kwa hiyo tulikuwa naye Dumbia sasa hivi ni mtu ambaye anakaa katika position. Kwa nini
mwingine anakaa kwa kwenye position. Angalia mechi alivyocheza na Singida. Wakati Dumbia yeye anakuwa na mpira, alikuwa anamwangalia sana Libase kwa eneo gani. Kwa hiyo walishatengeneza pattern wakiwa kwenye mazoezi kwamba mpira akiwa nao Libase automatically tu Libase atawavuta wapinzani aende nao pembeni. Wakati anawavuta lile eneo linalobakia wazi, Dumbia anatakiwa akatumbukie pale. Libase again anapiga cross, Dumbia anaweka header, inapeleka kule. Na endapo Aura, Libase, Mpanzu wakija kumuelewa Dumbia jinsi mikimbio yake na jinsi alivyo, hakuna kutusimamisha. Kwa sababu gani? Kwanza ana hate, inampa pati ya kwamba mipira yote ya juu anaanguka na yeye. Pili, yuko vizuri kifizikali. Ina maana Dumbia anacheza kwenye 70 mpaka 75 80, hizo ni kilo. Ina maana akikupa paja lake amekupa kitu. Kwa hiyo ni lazima hivi vibeki vya kina Dickson Job hivi vifupi ambavyo vinamfikia hapa, hivi havina kazi. Ina maana yeye ikija ngome ineka pale. Kwa hiyo huyu ndio striker ambao sasa hivi kupatikana ni impossible, kwa sababu hata tumeangalia kombe la dunia lina timu zaidi ya 36 nadhani zimecheza zile timu, lakini katika timu 36 masteka waliofanya vizuri ni wawili tu au watatu, kwa sababu striker ambaye amefikisha goli pase kwenye njia 7 8 tunamtenda kumpata Mwingereza yule tukimrudia mwingine Haaland. Yani lakini walobakia wote ni wasteko, unaona goli 3, goli 4, goli ngapi? Kwa sababu gani? Mfumo wa sasa hivi unakataa na makocha tuliokuwa nao. Kwa nini makocha tuliokuwa nao wanakwenda na modern football? Modern football inasemaje? Kwamba watu mpira uko chini. Piga pasi, nenda utakuruhusu. Miliki mpira utapata goli. Endapo wewe utakuwa nini miliki mpira. Ndio maana mechi zote zinaanzia wapi? Katikati. Simba aina hiyo tunayo. Kwa sababu sasa hivi Simba tumepata pre-season imetuonyesha. Kwanza ukuta wetu uko safe. Kwa nini uko safe? Tumecheza mechi mpaka ya leo asubuhi, mpaka leo pia tumecheza, ambayo inajionyesha ni mechi ya 4 kama sio ya 5. Katika mechi hizi hatujaruhusu goli. Hapo ni moja kwa moja tunatengeneza kwamba ukuta tunao Simba. Tunakuja viungo ambao tulionyesha hawakucheza mechi za lele mama. Kaangalie mechi ya Januzi na Simba, kaangalie mechi ya Mugadidi City na Simba, kaangalie mechi ya Singida. Watu wanafika mguuni. Wachezaji wetu wametuonyesha kwamba hata ukifika sisi tunaweza kupigania. Master Kagoma yupo. Kwa hiyo tunayo namba 6 ya kugonga. Tunaye Master Kagoma, tunaye Kevin Nation, au watu wote utajua utataka wewe. Alafu kocha akamleta mtu anaitwa Ibrahim Jabbar. Huyu ndio kaja kumaliza. Namuona yule Ral Bwali ya maestro wa miaka 3 nyuma. Anarudi tena. Kwa kurudi kivipi? Sio kama atakuja Ral vitu alivyokuwa akivitoa Ral Bwalia. Kaangalie mechi ya kuna jamaa wale tuliwapiga 4 ambayo moja alikuja kuichukua Ral Bwalia, ilitoka pale akachukua kama upanga. Kwa hiyo tunamwona Ral Bwalia, nipe nikupe, twende mbele. Hapa naye Ibrahimu Bajal. Baada ya Ibrahimu Bajal tunaye Mwamba wa Lusaka. Huyu azeeki. Mwamba wa Lusaka uzee wake na brain yake ni tofauti. Kama ni gari tunasema basi hili ni hama. Ina maana brain machine alikuwa nayo ni mashine kubwa sana. Mwisho wa siku winga tunazo ziko vizuri. Kwa hiyo ukitaka kuenda kitaalamu kwamba Simba pati zote tumeziona, na sasa hivi watu wanafunguka. Ibrahim ameshafunguka, anafunga. Ina maana mechi anafunga. Abraham Morris ameshafunguka, anatoa assist, anacheza vizuri. Hata sajili za ndani tulizozifanya ni sajili za big up. Msimu unaokuja 26 27 hatucheki na kima yoyote, ataweke kambele tuna cancel. Sawa. Kwa namna ambavyo tuna kiu kubwa sana ya kombe la NBC Premier League na makombe mengine yote ambayo tunashiriki, special kubwa zaidi ni la klabu bingwa. Dumbe anatosha ama kuna uhitaji tena wa striker mwingine ambaye anaweza akatusaidia kuifikisha nchi ya ahadi Simba Sport Club? Kwanza katika mechi za kimataifa, bahati nzuri Simba tunaanza round ya kwanza hapa. Ina maana ni knockout game. Knockout game zina uchezaji wake tofauti na kwenye makundi. Kwenye makundi tunatafuta pointi. Kwenye knockout game tunatafuta mtu tumtoe. Knockout game kocha tuliokuwa naye ametuonyesha. Kwa hiyo Dumbia tunamweka pale kutokana na mifumo tutakokuwa nayo, kwamba tunacheza na mpinzani wa aina gani. Huyu mpinzani tunacheza naye tumpelekee booster ipi? Tumpelekee booster ya mshambuliaji kivuli au tumpelekee booster ya mshambuliaji aliyekuwepo? Kwa hiyo siwezi kutoa fati moja kwa moja kwa sababu bado hatujamjua mpinzani wetu. Lakini Simba tuliokuwa nayo safari yetu tukianzisha, wenyewe wametuita mwaka robo. Kwa hiyo ni moja kwa moja tunaelekea wapi? Kwenye robo finali.
Dumbia kwa sasa hivi ni steka ambaye anastahili kukaa pale. Kwa hiyo watu ambao wanaomwongelea vibaya Dumbia ndio hao walisema Aura hajacheza miezi hata 6. Sajili ya Aura wakati inaingia watu walisema mmechukua mchezaji majeruhi, mmechukua mchezaji ana miezi 6 hajacheza, lakini mwisho wa siku wao ndo wakampeleka Aura Uturuki, wao wakampeleka Aura Uingereza, kwamba Simba wameshindwa na Aura ni wa mkopo. Mwisho wa siku wanamuona Aura ndio wapi? Ndani ya Kigali. Hawa walisema Libase ametoka timu gani? Hiyo timu ya Senegal kafu imecheza wapi? Lakini mwisho wa siku ndio wao wanatuambia. Sasa Simba sisi tunapofanya scout zetu tunakuwa tunaamini kabisa huyu Ibrahim Dumbia tutakuja kumpata Boko, tutakumpiga kumpata Kagere kwa huyu. Na kama uamini tarehe 12 sio mbali. Tarehe 12 sio mbali. Sasa wakae wajiandae. Wao waondoke na Simba ya Kigali. Lakini kocha amewaonyesha kuna vitu amefanyaje? Amereduce, ameficha. Tumalize kwa haraka. Umegusia swala nzima la mechi ijayo ya ufumbuzi wa ligi ambayo itafanyika tarehe 12, na hii ni dabi ya Kariakoo ambayo tunaenda kuishuhudia kule Zanzibari. Sasa hapo nina vitu kadha wa kadha ambavyo nahitaji nifahamu, lakini kwako bwana B20 mimi nahitaji nifahamu mechi kuipeleka Zanzibari ili unailizungumziaje? Lakini maswali mengi ambayo watu wanajiuliza kwamba kwa nini KMC inatumika kwenye ligi, tunashindwaje KMC kuitumia kwenye mchezo wa dabi na kwenye michezo mingine pia tunaitumia? Ili liko sahihi kuipeleka dabi kule Zanzibari ya Kariakoo hii ya tarehe 12? Kwanza katika sakata la ufunguzi wa ligi nadhani linasimamiwa na bodi ya ligi pamoja na TFF. Hatujui kuna uhusiano gani kati ya chama cha soka cha Zanzibar na chama cha soka cha Tanzania, kwa sababu big match nyingi katika hii msimu huu tumeziona zimepelekwa Zanzibar, na Zanzibar tujui kilichopeleka kule ni kitu gani. Kwa usahihi kweli sio sahihi. Kwa sababu gani? Mpira ni ligi ya ufunguzi wa Tanzania bara, na asilimia kubwa mechi ikipelekwa kule wanaojaza au wanaosimamia kule ni hao wa Tanzania bara. Kwa hiyo kutokana na vipato tulivyokuwa navyo sisi sasa hivi ni vipato ambavyo vya hali chizi wa mpira ni sisi tunaomiliki shilingi 20 mpaka shilingi 2000. Sisi ndio ambao ni watu wa mpira. Kwa hiyo kwa hali hiyo kutupelekea kule Zanzibar, kwanza tuchukue nauli ya kuendea kule, pili tuangalie malazi, tuangalia kule, tatu tuangalie kivingilio, lakini hatuwezi kujua kwamba TFF wana mpango gani. Lakini viwanja huku Tanzania bara vipo vizuri tu, na kama sasa hivi sipo Geita umetengeneza kiwanja kizuri tu. Kama dabi ilichezwa Meja Semuyo, kwa nini dabi ishindwe kucheza Azam? Kwa nini dabi ishindwe kucheza Biteko ambao kule Geita? Kwa nini dabi ishindwe kupelekwa CCM Kirumba? Kwa hiyo hapa kuna masuala ambayo sisi haturuhusiwi sana kwenda in deep. Wao walioipeleka Zanzibar wao ndio wanajua, lakini sisi tunasema kambi popote. Tumempiga yeye pale walikuwa wanapaita Guantanamo, wakatutisha watakuja Guantanamo, jina la Guantanamo tukaenda tukaliua pale. Wakasema tuchukue tupeleke finali Pemba, tukaenda kumpiga Azam kule Pemba. Kwa hiyo machaka ya kule sisi yote tunayajua, vyumba vyote tunavijua. Kwa hiyo huyu mai wetu watuachie hapo Amani Stadium, tunakuja kumpiga hapo Amani Stadium. Akaya Sky safari tunasema huu ni msimu mpya, mwendo wa utelezi tu, atakayekaa mbele si tunagonga. Hivyo wamesema wameiba, watairudisha ingao ya hisani, watatuambia wameipeleka wapi. Tumalize kwa haraka mara ya mwisho. Migogoro imeanza mapema sana. Tulitamani vitu kama hivi hapa tuvisahau, kwa sababu tunaenda kuanza maisha mapya kwenye klabu yetu ya Simba Sport Club. Hili unalizungumziaje kwa uchache tu? Kwanza sakata la migogoro, nadhani jana bodi imekaa na wameshakubaliana kwamba yale mambo yote yaliyofanyika Jumapili tuyaweke pembeni. Sasa hivi tufocus katika nini? Katika mambo ambayo yapo mbele yetu. Mambo yaliokuwa mbele yetu ni mambo gani? Ni ufunguzi wa ligi, Simba Day, usajili pamoja na ligi. Kwa hiyo masuala haya tuache, kwa sababu sehemu yoyote yenye riziki haikosi fitna. Hiyo sinajulikana. Kwa hiyo utofauti umeisha. Sasa hivi utofauti umeisha. Yaani sasa hivi hakuna timu ngungu wala timu magoli. Wote tumesema Simba nguvu. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Biz.